Leo nitakuonesha wallet 5 bora za crypto, wallet ipi na kufaa na jinsi ya kuepuka kosa moja linaloweza kufuta pesa zako zote ndani ya dakika chache. Sasa usidhani kwamba kuibia crypto ni hadithi tu za watu mbalimbali au ni hadithi za abunuwasi. Kwa mujibu wa ripoti ya mtandao wa Chainalysis iliyotolewa Disemba mwaka 2025, kulikuwa na matukio takriban 158,000 ya kuvamiwa kwa wallet binafsi mwaka 2025, yakihusisha waathirika zaidi ya 80,000. Crypto haina askari wa kupiga filimbi kabla mwizi hajakupiga bao. Na kwa ajili ya video hii nimechambua taarifa rasmi za kampuni za wallet, usalama wake, urahisi wa kutumia, aina za crypto zinazokubaliwa na matumizi yake ya kila siku. Kwanza, elewa jambo hili kabla ya yote. Crypto wallet haiweki Bitcoin zako ndani yake kama unavyoweka noti kwenye pochi, bali inahifadhi funguo za kidijitali ambazo zinakupa uwezo wa kutumia crypto zako. Rudia tena ili unielewe vizuri. Mwenye private key ndiye mwenye mamlaka. Ni kama hati ya nyumba. Ukipoteza au kampa tapeli na kisha baadaye kwanza kusema lakini nyumba ni yangu, haitokusaidia. Leo tutapitia Trust Wallet, MetaMask, Exodus, Ledger na Trezor kama hii hapa. Nitakwambia faida, udhaifu na mtu anayefaa kutumia kila moja. Yaani wewe wallet ipi ambayo inakufaa kutumia kwa sasa hivi. Na pia nitakuelezea kwamba mimi mwenyewe wallet gani ambayo naipenda. Na namba 1 ndio chaguo langu bora kwa Mtanzania yoyote anayeanza. Lakini namba 2 ndio ningechagua mimi kwa kiasi kikubwa cha crypto cha kuhifadhi kwa muda mrefu. Kwa hiyo usiondoke katikati, angalia hii video mpaka mwisho. Kabla tujaanza, bonyeza like, subscribe na washa kengele ya notification ili wa kwanza kuona video zangu kila ninapozitoa, na kisha niandikia kwenye comments kwamba unatumia wallet gani wewe binafsi sasa hivi, kama tayari ushaanza crypto na upo kwenye crypto. Nitasoma kila comments na nitaandaa video inayofuata kutokana na swali ambalo litajirudia zaidi hapo chini kwenye comments. Nakumbuka tu kwamba hii video ni elimu tu na sio ushauri wa kifedha. So fanya utafiti wako binafsi kabla ya kununua, kuuza au kuhifadhi. Kama crypto inakuchanganya na unaogopa kupoteza pesa, basi unahitaji maarifa na elimu zaidi, la sivyo lazima utaangukia pua. Sasa tuna community yetu ambayo ukijiunga utapata elimu na muongozo wa kufanya maamuzi bora zaidi kwenye crypto. Lakini pia utapata network na connection za wadau mbalimbali ambao hapo kwenye hii industry ya crypto. As you know, your network is your net worth. No maana kila siku watu wanatafuta connection. So nimekuwekea link hapo ambayo ina maelekezo yote ya jinsi ya kujiunga na hii community. Sasa wallet namba 5 ni Exodus wallet. Exodus wallet ni nzuri kwa mtu anayependa kitu kisafi, rahisi na kinachoonekana vizuri kwenye simu au kwenye kompyuta. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya Exodus, wallet hii ni self custody, inafanya kazi kwenye zaidi ya mitandao 50 na inaunga mikono zaidi ya mali milioni 1 za kidijitali. Mali za kidijitali ikimaanisha cryptos na NFTs. Na self custody maana yake ni kwamba kampuni haishikilii private keys zako. Yaani wewe mwenyewe ndio una hold your private keys. Unaweza kutuma, kupokea, kubadilisha na kufuatilia crypto zote sehemu moja. Yaani crypto zako zote ambazo unazo unaziona sehemu moja. Hii ni kama dashboard ya gari. Taarifa zako muhimu zote ziko mbele yako. Sio lazima uwe fundi wa engine. Udhaifu wake ni kwamba hii ni hot wallet. Yaani kifaa chako kinakuwa kimeunganishwa moja kwa moja kwenye internet ili uweze kutumia hii wallet. So simu yako ikiwa na program hatari au kifungua link ya uongo, bado unaweza kupoteza fedha zako. Exodus wallet inafaa kwa mtu anayeanza na anayetumia crypto nyingi tofauti. Lakini sio chaguo langu la kwanza kwa akiba kubwa ya miaka mingi. Wallet namba 4 inaitwa MetaMask. Kama unataka kuingia kwenye Web3, DeFi, NFT au decentralized application, MetaMask ni kama pasi yako ya kuingia uwanjani. Tovuti rasmi ya MetaMask inaeleza kwamba MetaMask ni self custody wallet. Ilianza mwaka 2016 kama wallet ya Ethereum, lakini kufikia Julai 2026 ilikuwa imepanuka hadi ikana support Bitcoin, Solana na mamia ya blockchain networks. Nguvu yake kubwa ni kuunganisha wallet na program za blockchain. Lakini hapa ndipo hatari ilipo. Usikubali kila ombi linalotokea kwenye screen. Kusaini transaction usiyoielewa ni kama kusaini mkataba bila kuusoma, alafu kulalamika kwamba kalamu ilikuwa na wino mwingi. MetaMask inafaa zaidi kwa mtu anayejifunza Web3 na yuko tayari kukagua network, ada na anwani kwa makini sana. Wallet namba 3 ni Trezor Safe 5. Hii pia ni Trezor lakini sio Safe 5, lakini ni wallet nzuri sana ambayo mimi naitumia. Hii ni hardware wallet, yani private keys zako zinalindwa kwenye kifaa maalum badala ya kubaki kwenye simu ambapo muda wote inazunguka TikTok, WhatsApp
na link unazopokea kila siku za kwamba ongeza milioni kwa siku 2. Kwa mujibu wa Trezor, Safe5 ina secure element ya kiwango cha EL6+, yani inategemea mfumo wa open source na inaunga mkono maelfu ya coins na tokens. Faida yake ni uwazi wa code na uthibitishaji wa transaction kwenye kifaa. Udhaifu wake ni gharama ya kununua na hatua zake kuwa nyingi kidogo kuliko app ya simu. Yaani hii ina hatua nyingi sana mpaka ufanye transaction. Lakini for the security of it is worth it. Na hii inafaa kwa mtu anayethamini usalama na anataka kampuni pamoja na wataalamu huru waweze kukagua teknolojia yake. Wallet namba 2 ni Ledger Wallet. Ledger ndio chaguo langu bora kwa kuhifadhi kiasi kikubwa kwa muda mrefu, hasa Ledger Flex au kifaa kingine kinachokidhi bajeti yako. Ledger inasema kwamba vifaa vyake hutumia secure element kuhifadhi private keys katika mazingira ya offline na transaction lazima ithibitishwe kwenye kifaa chako. Sasa fikiria hot wallet kama pesa ya matumizi kwenye mfuko wako wa suruali na hardware wallet kama fedha ambayo umeweka kwenye safe. Yaani uweki mshahara wako wa mwaka mzima mfukoni wakati unaenda Kariakoo, hata kama mfuko wako una zipu nzuri. Sawa? Hasara yake ni bei na hitaji la kutunza kifaa pamoja na recovery phrase kwa nidhamu. So hakikisha unanunua kutoka chanzo rasmi, sio kwa mtu anayesema bosi, hii Ledger nimeipata mpya kabisa, nilifungua tu kuipima. Yaani hiyo ni red card. Wallet namba 1 ni Trust Wallet. Kwa Mtanzania anayeanza na anataka wallet moja ya simu kwa matumizi ya kawaida, Trust Wallet ndio chaguo langu bora kwa ujumla. Tofauti yake rasmi inasema kwamba ni self custody wallet, inaunga mkono mamilioni ya assets kwenye zaidi ya blockchain 100 ikiwemo Bitcoin, Ethereum, Solana na BNB chain. Ni rahisi kupokea, kutuma, kufanya swap na kutumia program za Web3. Kama unatumia Trust Wallet unajua hichi kitu. Hii ni muhimu sana kwa mtu ambaye hataki kuongeza network kwa mikono yake kila dakika. Lakini sasa urahisi sio kinga dhidi ya uzembe. Ukiweka recovery phrase kwenye screenshot, email au WhatsApp, basi umeweka ufunguo wa nyumba chini ya mkeka, alafu kaandika Facebook, yo nimesafiri kwa wiki 2. Sasa uamuzi ni huu. Kwa anayeanza, chagua Trust Wallet. Kwa Web3 na DeFi, chagua MetaMask Wallet. Kwa muonekano rahisi kwenye simu na kompyuta, chagua Exodus Wallet. Kwa kuhifadhi kiasi kikubwa na kwa muda mrefu, chagua Ledger Wallet. Na kwa hardware wallet yenye msisitizo wa open source, chagua Trezor Wallet. Mimi binafsi natumia wallets 2. Natumia hot wallet ambayo ni Trust Wallet kwa matumizi ya kila siku na cold wallet ambayo ni Trezor kwa hifadhi wa muda mrefu. Kanuni 3 za mwisho za usalama. 1 ni kwamba recovery phrase yako isiingizwe kwenye link, form au chat yoyote. 2 ni tuma kiasi kidogo cha majaribio kabla ya kutuma pesa nyingi. Kwa mtu yote ambaye unamtumia pesa, kwa sababu kwenye crypto hela ikienda imeenda, hairudi. Na 3, hakikisha blockchain network ya kutuma na kupokea kwamba zinafanana. Yaani USDT ya Tron na USDT ya Ethereum sio njia ile ile. Wallet bora sio ile yenye logo nzuri zaidi, ni ile inayolingana na matumizi yako na unayoilinda kwa nidhamu. Ukiweza kumiliki crypto lakini uweze kulinda maeneo yako 12, basi soko sio tatizo, bali tatizo ni wewe na simu yako. Subscribe to the channel kwa video rahisi za crypto ambazo nazieleza kwa lugha rahisi. Na tena, hii sio financial advice. Crypto ina hatari kubwa sana. Fanya utafiti wako binafsi na usitumie pesa ambayo hauwezi kumudu kuipoteza. See you on the next video.